Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mnaendelea vizuri na mko salama salimini. Tunawarejeeni tena kwa mara hii kuwaleteni awamu ya pili ya matangazo ya habari ya matukio ya kila siku, na matumaini yetu mnatusikiliza vizuri na kutupata kabisa. Katika muktadha wa vita vinavyoendelea siku kwa siku mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kutokana na umaridadi unaoonyeshwa na majeshi ya jeshi la taifa FARDC pamoja na wasaidizi wao wazalendo katika shamba za vita, hususan baada ya kurudisha udhibiti wa mji wa Uvira katika mikono ya serikali na kuendelea kukomboa vijiji vingine na manispaa kadhaa za kijijini katika nyanda za Haut Plateau na Moyen Plateau tarafani Fizi, Uvira na Mwenga. Serikali ya Kinshasa imeamua kuwalipa wapiganaji wazalendo kiasi cha dola za Kimarekani 325 ama $325, ambayo ni kama $747,500 franka za Kongo ama 747,500 francs congolais, na hii ni kwa kila mmoja wa wapiganaji hao. Na katika aksi zilizobaki kama Walungu, Shabunda, Kabare, Kalehe na hata kwa wazalendo wa mkoani Kivu Kaskazini, nao wanatarajia kupata za kwao mnamo wiki ijayo kutokana na vyanzo vya habari vya ndani kabisa. Na ndugu mtazamaji wa Kibenge TV, kwa kitendo hichi wazalendo wanatoa shukrani zao za dhati kwa amiri jeshi mkuu ama Commandant Supreme des Armées Mheshimiwa Rais Felix Antoine Tshisekedi kwa kusubutu kuonesha moyo wa kuwajali na kuwatunza wale wote walio tayari kufa kwa ajili ya kugombania ukombozi mkamilifu wa taifa la Kongo. Ni kitu ambacho hakijawahi kufanyika tangu Kongo ipate uhuru wake, eti ukute mwanajeshi wa ngazi ya kawaida ama kaporal kupokea kiwango cha pesa kilicho zaidi ya dola 100 za Kimarekani. Na hicho ni moja kati ya sababu kubwa ambayo ilikuwa inawasukuma wafia nchi hao kuanza kujihusisha katika masuala ya uporaji, kwa sababu ya tamaa ndogondogo zitokanazo na ufinyu wa kuwapa motisha kifedha. Unakuta mtu yuko vitani anapambana, lakini hajui baada ya vita atakula nini, hajui baada ya vita atatunzwa vipi, na hata akifa hajui atazikwa vipi na familia aliyoiacha itatunzwa vipi. Unakuta hadi morale ya kupambana vitani inatoweka mara moja, na kwa kukata tamaa baadhi ya wengi wanaanza kuvua sare za kijeshi na kuanza kujificha uraiani, kwa sababu wanaona ndo njia pekee ya kuokoa maisha yao. Unakuta mwanajeshi mzima yuko anakimbia kwa kujihoji eti anataka kufia nini. Pesa zote wanakula tu wakubwa, alafu wao ndo wanakufa ovyo vitani. Unakuta mwanajeshi anaanza kunyanyasa raia kwa kuamini ya kwamba kutoka kwa raia basi anaweza akanufaika kupata kitu chochote, na hii ndio ilikuwa chanzo cha uporaji wa mali ya raia, ambayo mwisho wa siku utasikia ripoti za mauaji na ubakaji dhidi ya raia. Unakuta watoto wa wapiganaji ndo waombaomba mitahani, wake za wanajeshi ndo wakufuliana nguo mitahani kusudi wapate riski ya kulisha familia zao, na watawala sio eti hawaoni, walikuwa wanaona na wanajifanya hawaoni. Kisha hawa watu waliotesa wakongomani kwa namna hii yote kumradhi, ndio wenye tena wako wanataka eti kwa sisi wakongomani tuwaamini kwa kupiganisha utawala ulioko kwa sasa. Tena mbaya zaidi, wanakuja kwa staili ya kumwaga damu, ya kuua ndugu zetu, baba, mama na watoto wetu. Alafu mbaya zaidi, wanakuja wamesindikizwa na nchi jirani ambazo wamepatana nazo kuipora nchi ama kabisa kuigawa nchi kwa faida ya nchi hizo jirani, kitu ambacho hakiwezi kufanyika hata mara moja. Mahana wamefananisha wakati, wasizani kama wakati huu ni ule wa 1996 ambao baadhi ya wakongomani walikuwa hawajui ukweli wa mambo, ila kwa sasa takriban wakongomani wote wenye roho za kizalendo wanajua ukweli na wako pamoja kwa
kwa umoja pamoja na Rais Tshisekedi kutetea na kupigania maslahi ya nchi yetu na umoja wa taifa letu. Kwa sasa hivi katika msimu huu ama periodi hii ya Tshisekedi, wanajeshi wa Kongo wameanza kuonja raha kuitwa wanajeshi. Wanajeshi wa Kongo ndio wameanza kuwa waemeaji wakubwa katika masoko yote popote utakapokwenda kwa sasa, na hii leo hata wapiganaji wa Wazalendo nao wanaanza kula matunda ya kazi yao kwa motisha ya kifedha ama motivation financière ambayo wameanza kuipata kutoka serikalini. Sasa saa ngapi vijana hawatojisikia nao pia kuingia katika uzalendo? Mara ngapi vijana hawatajisikia heri kuingia katika jeshi la taifa? Mara ngapi ripoti za unyanyasaji, uporaji na ubakaji zitakoma sehemu na pande zote za nchini Kongo? Mara ngapi wapiganaji hawa watajituma kwa hali na mali katika shamba za vita huku wakijua ya kwamba hata wakifa familia zao zitaendelea kufahidi matunda ya sacrifice ama kafara yao ya kujitoa muhanga ili wafie nchi yao? Mara ngapi migogoro na magomvi ya hapa na pale yatahisha kati ya mashujaa hawa wa kizalendo? Kwa maana mara nyingi utagundua ya kwamba ukisikia eti shujaa fulani wa kizalendo hapatani na mwenzake fulani, ujue chanzo kitakuwa tu ni maslahi ya kiuchumi kutokana na operesheni fulani. Utakuta rushwa imeanza kupungua kwa wapiganaji hao, kwa maana njaa ilikuwa moja ya sababu kubwa ambayo ilikuwa inalaghai wazalendo hawa kupokea pesa za watu wenye nia mbaya na nchi yetu kinyume cha sheria, ili wapate kunufaisha mahitaji yao ya kimwili na hata ya kifamilia pia. Lakini kwa sasa kufuatia kitendo hichi cha Rais Tshisekedi kuwakumbuka, basi tunaamini ya kwamba tutakwenda kushuhudia mabadiliko makubwa katika mazingira ya wazalendo, iwe popote pale watakapokuwa, mjini, mitahani, misituni, vijijini na hata kwenye shamba za vita na hata manyumbani katika familia zao. Ombi letu sasa kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi na kama neno la mwisho ambalo tunaweza kuwa nalo ni kwamba baba wa taifa aendelee hivi kuwakumbuka vijana hawa wa kizalendo. Hii system iendelee hivi katika kila mwezi. Hatutaki iwe hivi tu mwezi tu alafu mwisho wa siku tusikie eti mambo yamebadilika, pesa tulimpa fulani lakini hazikufika, mara hivi mara vile. Mambo haya hayato wapendeza hawa vijana wa kizalendo ambao ni vijana wako, maana watajihisi kudharaulika na kutupiliwa. Mambo kama na hayo yanaweza kuwavunja nguvu, kuwatoa imani na kuwakatisha tamaa kabisa, na mwisho wa siku wakajipeleka hovyo tena tofauti na matarajio ya kila Mkongomani, alafu mambo yakawa pir ama vibaya zaidi. Kwa hiyo tunaomba kabisa kwa serikali yetu ya Kongo kuendelea sambamba kabisa na sisteme hii kila mwezi, ili morali ya watoto wetu hawa ibaki kuwa juu siku zote, na moyo wa kuipigania taifa yetu ipate kuongezeka miongoni mwao, na matunda yake tutakwenda kuyaona, tutakwenda kuyagusa na tutakwenda kuyaonja na kuyafaidi sisi wote kama Wakongomani kwa taifa mmoja. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku. Matumaini yetu ni kwamba umeenjoy habari hizi. Tunaona kabisa unavyofurahi popote ulipo, maana kwa kila Mkongomani habari kama na hizi ni habari za heri, maana ni mambo ambayo tulikuwa hatuzoei kuyaona huko awali katika baadhi ya utawala ambao ushagapita katika nchi yetu. Lakini kwa pamoja na Tshisekedi mambo kabisa yanakwenda barabara kubadilika. Na kwa kuzidi kufaidi zaidi habari kutoka Kibenge TV, baki sambamba nasi na tukutane kwa majaliwa. Asante.